Mchezo wa ngumi ni miongoni mwa michezo inayofahamika na kupendwa sana duniani, kama ilivyo kwa michezo mingine kama vile mpira wa miguu. Mchezo huu umekuwa chanzo cha ajira na hivyo kujipatia umaarufu mkubwa, ambapo vijana wengi wamejiunga kwa lengo la kujipatia kipato. Ndiyo kusema michezo ni kiwanda kikubwa kinachobeba ajira lukuki kwa vijana na wataalamu wa michezo mbalimbali nchini na duniani kote. Mchezo wa ngumi nchini Tanzania ulianza kufahamika miaka 1950, ambapo miaka ya 1970 mabondia wake walianza kufahamika katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Medali ya kwanza ya kimataifa ililetwa na Titus Simba mwaka 1974 katika michezo ya Jumuiya ya Madola iliyofanyika nchini Uingereza, na mwaka 1998 bondia mwingine aliyojulikana kwa jina la Michael Yomba Yomba aliletea Tanzania medali nyingine katika mashindano hayo ya Jumuiya ya Madola yaliyofanyika nchini Malaysia. Mtazamaji, ni kukaribisha sana katika masimulizi haya yanayoangazia zaidi kwa namna gani mchezo huu wa masumbwi unavyoweza kuwa chanzo cha ajira kwa vijana na kuwainua kiuchumi. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika maandalizi ya masimulizi haya, mimi ni Robin Mayunga. Hapo nampata bila kutokoma live weka mbali mno. Ia tena Baada ya mchezo huu kuzidi kushika kasi hapa nchini, kuna mashindano mbalimbali ambayo yanaendelea kila kukicha. Na usiku wa kuamkia tarehe 31 mwezi wa 9 mwaka huu 2025, mashindano ya mchezo huu wa ngumi yaliyohusisha mabondia kutoka mikoa mbalimbali ikiwemo Morogoro, Mbeya, Iringa, Dar es Salaam pamoja na wenyeji kutoka jijini Dodoma. Na hapa Amini Salehe kutoka Morogoro pamoja na David Lukansola kutoka jijini Dodoma. Wao ni baadhi ya mabondia ambao wameshiriki mashindano hayo, na hapa wanatusimulia baada ya kumaliza mpambano wao. Mimi naitwa Amini Salehe Mbuli au Simba Poli kutoka Morogoro. Mchezo wa leo kwa kweli ulikuwa mzuri, lakini upande wa refari alikuwa anaegemea upande mmoja, kwa sababu refa amemaliza pambano pasipo mimi mwenyewe kulizia, kwa sababu hakuna ngumi nilisema labda imemtia madhara,
mpaka pambano liishe, lakini cha ajabu refa alivyonishika ikabidi amalize mpambano. Kwa sababu hii, kwa sababu nimekuja huku, najua siku zote wanasemaga mtu kwao, na nisijui mipango ya refa mwenyewe jinsi ilipokuwa, kwa sababu ile pambano kwa jinsi nilipocheza nilikuwa sio kumaliza. Mimi naitwa David Lukansola. Mchezo ni mzuri, mchezo uko vizuri, lakini mimi nilikuwa nina mpinzani mwingine, lakini kwa kuona kama ni timu mpinzani tulishakuwa kama uadui, nimebadilishwa mpinzani kutoka Morogoro, lakini mpinzani nimecheza naye vizuri, nimeshinda vizuri, nimempiga KO. Mapromota, walimu wamesema kwamba nimeshinda, kwa hiyo inaonekana niko vizuri. Mpinzani, mtazamaji, kila mchezo ili unoge ni lazima uwe na mashabiki ambao hupamba mchezo huo kwa maneno ya ucheshi juu ya mchezo husika. Na hapa baadhi ya mashabiki wa mchezo huo kutoka jijini Dodoma, wao wameeleza hisia zao na mapenzi yao juu ya mchezo huo wa ngumi na mabondia wanaowashabikia. Asante sana. Naitwa Zona Laurent zangu. Kwa kweli mchezo iko vizuri, pia naifurahia sana kwa sababu bondia wetu wako vizuri. Nafurahia sana. Unapoangalia Wizard leo tutaondoka na ushindi mkubwa sana kwa sababu tunajiamini na tunajipenda, tuko vizuri. Hajatendea kazi, mchezo uko vizuri, wametendea haki. Yaani nisemeje, iko vizuri kiufupi. iko vizuri. Sasa zaidi ya kusema wakaribie, tufurahie wote kwa pamoja, wafurahie mabondia zetu waliokuja kupigana na wao wa Arusha, wapi sijui da. Tunawakaribisha sana, tushikamane, mchezo wa ngumi tuendeleze. Lakini anaitwa Rahim Rashidi Amir. Kano letu la leo nalizungumzia vizuri, mpinzani wetu alikuwa yuko vizuri, sema ndio hivyo tumemzidi kwenye formula, kwa hivyo tumemgonga. Na hata mashabiki wa mchezo huu waendelee kusupport kwa wingi ili tuendelee kupambana, maana hichi ndio kizazi chetu kipya na watoto ndio wanakuja sasa hivi. Lakini namwambia hivi aongeze tu juhudi na mazoezi ili bondia yangu azidi kuwa vizuri. Asante. Kwa majina naitwa Dolisia Michael Mazige, jina la kimichezo Zulfa Wizard. Michezo tuliyoshuhudia sio mibaya sana wala sio nzuri sana, ipo kazi ya kati. Kwa sababu mabondia wengi kuna wengine wameingia na matokeo hapo, hawajafanya mazoezi pasavyo, kuna wengine wamefanya mazoezi wameenda kuzionyesha pale kwenye ringi. Nachoomba kwa upande wetu sisi Wizard, timu yetu Wizard hapa, masponsor wajua tu support, maana hatuna support, hatuna wadhamini pia, yani kikubwa ni support kwa vijana, maana si hapa ngumi tunaweza, uwezo tunao, makocha tunao, ila tunakosa support. Mshindi kutokea red corner kwa huko. Abduli pamoja naye Mfaume nao ni washiriki wa mashindano hayo ambao hawakuwa nyuma kueleza jinsi pambano lao lilivyokuwa. Yangu ni Mfaume Rajabu Mahege. Ushindi wangu ni mazoezi makali tunayopewa na ticha wetu. Siwezi kumdharau Abduli. Abduli yuko vizuri, mwalimu wake amuongezee mazoezi na mtoe hofu, maana nimempiga kwa hofu. Abduli hakuwa sio muongeaji, ukasema Abduli ni muongeaji, hakuongea, ila nimempiga kwa hofu alikuwa nayo. Mpinzani wangu kuweka mawazo ndani ya ringi. Sababu unajua, alhamdulillah, naitwa Abdul Hussein. Abdul kucheza nafikiri imechukuliwa na watu wote wataona, kwa hiyo bondia anacheza naye sio mbaya, bondia mzuri, lakini nina imani kwa mimi pale niliscore sema mcheza kwao utunzwa, sisi tumekuja kama wageni, kwa hiyo nafikiri kilichokuepo ambacho kimeonekana, majaji, ukiacha majaji wale ambao wamekaa kwenye viti vile, pia mashabiki ni majaji. Niko upande wangu na mimi nimeshinda, ila siwezi kubishana na refa kutokana na nimefundishwa na mchezo huu mara ya kwanza. Nidhamu, disiplini imenifanya nikubaliane na matokeo kwa kunizidi kwa pointi. Mchezo huu wa masumbwi
Ni mchezo unaopambwa na maneno ya kutamba na kujiamini kutoka kwa mabondia husika. Imekuwa ni desturi ya mabondia kutamba kabla na baada ya mchezo. Naye Amini pamoja na David nao wameeleza udhaifu wa mpinzani wake, kila mmoja kwa upande wake, baada ya kumaliza mchezo huo. Kwa hiyo mimi nimepewa mpinzani ambaye alikuwa naamini kama atanipiga, lakini mimi kujiamini kwangu na uwezo wangu na mazoezi yangu nimempiga tena raundi ya pili. Lakini anachodai lazima lalamike, lakini wameangalia walimu, majaji wameangalia kabisa, wameona tamuua kwa sababu nilikuwa namshambulia raundi ya pili. Nimepiga, alikuwa ajibu. Kisheria ukipigwa ngumi hata 10 zikazidi ya hapo bila kushambulia wewe, wanamaliza mchezo. Pamoja nayo siwezi kulaumu sana kwa sababu ndo mara ya kwanza nakuja Dodoma. Kwa hiyo mimi naamini kabisa nitajipanga vizuri, ila namhitaji tena mpinzani wangu waje Morogoro. Mimi namuona yuko sawa. Na mimi niko sawa. Ila isipokuwa tulepa kabisa mapambano mapema. Pasipo kupigwa mtu, mimi sijapigwa. Abduli yuko vizuri. Mwalimu wake amuongezee mazoezi na mtoe hofu. Maana nimempiga kwa hofu. Abduli hakuwa sio muongeaji, ukasema Abduli ni muongeaji. Hakuongea, ila nimempiga kwa hofu alikuwa nayo. Mpinzani wangu kuweka mawazo ndani ya ringi. Sababu ajua anakutana na chuma kinachoongoza Dodoma nzima, ndio chuma kinachoongoza hicho. Ngumi yake ambayo anategemea light muda wote, hana jabu. Kwa ni ngumi yake ambayo anaitegemea. Kwa ushauri afanye mazoezi na umbile lake lilivyokuwa, kupigana na mtu mrefu kama mimi afu unampiga ni kazi. Yani nashukuru majaji na huko kwao, ila mimi kwa imani yangu kwamba nimempiga, ila siwezi kubishana na marefa. Mtazamaji, Waswahili husema ukiona velea basi ujue vimeundwa. Hii imethibitishwa na maandalizi mazuri yaliyopambwa na muonekano wa kuvutia, kushawishi wingi wa wanadodoma kujitokeza kushuhudia mapambano hayo. Mtazamaji, nami sikuona haja ya kuacha kuhudhuria katika uwanja wa mazoezi ambapo vijana hao wanafanya maandalizi ya mchezo huo. Na hapa ni katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, ambapo vijana wa timu ya Wizard wanakutana kwa ajili ya mazoezi na maandalizi yao kimchezo. Wahenga husema ili kufikia lengo kwa usahihi ni lazima uwe na maandalizi madhubuti. Hii imethibitishwa na wadau ambao nao hawakuwa nyuma kueleza mtazamo wao ni kwa namna gani mchezo huo unaweza kuwa chanzo cha ajira na kuwainua vijana kiuchumi. Jina langu naitwa Filipo Marusi. Mchezo una manufaa mengi. Sawa? Ndio. Kwanza, unaboresha afya ya mwili. Pili ni ajira. Endapo atahudhuria vizuri kwenye mazoezi kwa kujituma, msikiliza mwalimu, hii tayari itakuwa ni ajira kwake. Jina naitwa Mohamed Mbaraka Mohamed. Hapo kwa sababu almost vijana wengi katika nchi yetu ya Tanzania hii hawana ajira. Na njia mojawapo au chanzo kimojawapo cha ajira ni boxing kwa Tanzania. Kwa hiyo vijana watakapojikita, watakapojiaminisha kwa kupambana kwao, kwa kujizatiti kwao, basi itakuwa ni moja ya chanzo cha ajira na cha uchumi katika nchi yetu. Wala mchezo huu hauhitaji gharama. Ni mtu binafsi kujitoa na kupiga moyo wake konde, kuja kujikita katika kambi mbalimbali. Kama mfano hapa tunayo kambi yetu ya Wizard.
Wizard moja ya kambi moja hapo ambayo inabeba vijana wengi katika mkoa wetu wa Dodoma. Hakuna gharama, ni kwake mwenyewe kujitoa na kujizatiti na kupambana kwa hali na mali. Lengo ni kufikia malengo. Moja ya malengo ambayo vijana wengi ambao tunayo sisi kwa ajili ya maisha yetu baadaye ni upande wa ajira. Kwa hiyo ni njia moja hapo kupata kipato chake. Sanjari na hapo, lakini naye yuko Ezekiel Kiando. Yeye ni miongoni mwa wadau wakubwa wa mchezo huo, ambaye kwa sasa ana zaidi ya miaka 15 katika mchezo huo na kuamua kusimama kama mwalimu, promota na mshiriki wa mchezo huo. Na hapa anaelezea faida za mchezo huo. Mchezo wa ngumi una faida nyingi katika maisha, hususani kutambuliwa katika serikali, kutambulika mtaani. Ukiacha kipato ambacho nakuwa najipatia kinachonisaidia kujikimu katika maisha yangu, kulisha familia yangu. Kwa ajira ya ngumi nimeiona sio mbaya, ni nzuri. Kifupi kama hivyo, inanisaidia ajira, kula napata riziki, najulikana mtaani. Okay, napata wadau wengi ambao wananisponsor kupata kupitia ngumi. Ngumi wangu umekuwa ajira nzuri, sio ajira mbaya. Ngumi umejiajiri. Shiriki mchezo wa ngumi mwenyewe umejiajiri. Mfano mimi nimejiajiri. Naishi kupitia boxing. Maisha yangu mimi ni boxing. Ninachokula ni boxing, ninachovaa ni boxing, ninapolala ni boxing. Kwa boxing na mimi kwangu ina faida. Kiando hakuacha kutoa shukrani zake kwa viongozi wa serikali, hasa yule aliyekuwa mbunge wa jimbo la Dodoma mjini, na kutumia nafasi hiyo kutoa rai kwa viongozi na wadhamini wa mchezo huo ili kuwasaidia na kuwashika mkono kufikia malengo alionayo. Hapa anaongea kwa niaba ya wachezaji wa mchezo huo. Kwa majina naitwa Ezekiel Kiando, natokea Dodoma. Nyumbani kwangu ni Mpamaa. Maskani yangu ya kazi ni Jamhuri Stadium. Mimi sina mengi zaidi ya kuwashukuru wana Dodoma kwa support yenu katika kuendesha mchezo wa boxing professional. Moja kubwa ambao nalizungumzia ni kumshukuru mheshimiwa kwa mchango wake kwa kuturuhusu tutumie jina lake kuikuza ngumi katika mkoa wetu wa Dodoma. Tunaposema Mavunde Tunait Punch season 1, tunasema Mavunde Tunait Punch season 2. Jamani, nashukuru wenyewe mmeiona Mavunde Tunait season 2. Imehit, imekuwa na watu wengi wamejaa kabisa Jamhuri. Okay, tumefeli vitu vidogo vidogo kwa sababu ya uzoefu na nguvu ya wadau kushika mkono, kwa sababu mkono ulikuwa mdogo kwa watu. Sisi ngumi tunaiandaa wenyewe na ndugu yangu hapo, tunaingia mtaani, tunapiga PA, tunaingiza bakuli, tukipata ushindi, tukipata 100,000, tukipata 200,000, hivyo tunaandaa mashindano. Tunakuombeni mtushike mkono jamani. Mpaka sasa tushafanya event 5, tushatengeneza mabondia wasiopungua 20 ndani ya mkoa wa Dodoma. Bado wengine wazidi kuwakuza. Tunachokomba mheshimiwa Mavunde, utusaidie, tusomeshe marefa, tupate marefa. Ulingo tunao, hatuna taa za ringi, na baadhi ya vitu vinatusumbua kwa sababu sisi ni wakuzaji wadogo ambao tumezaliwa mkoani, tupo mkoani kwetu. Tunapata shida kuaminika kwa watu kwa sababu ya mchezo wa ngumi wanaocheza ni vijana ambao wako mtaani wasiokuwa na ajira. Kumwambia mtu bwana mdhamini kijana ambaye asiyekuwa na ajira, mtu mwenye hela zake, ambaye inakuwa shida mpaka aone kazi zetu kama hivi. Ndio maana maana tunatumia jina Mavunde ili mali tuaminike, na sisi sio wauni. Hii ni kazi yetu, hii ni karia yetu ngumi. Hatuwezi kufanya ajira nyingine tofauti na ngumi. Na ndio maana maisha yetu sisi ni Jamhuri, tuko uwanjani. Asubuhi, jioni tunapatikana Jamhuri. Okay, tunamshukuru mzee Shabibi, vijana wake kutusapoti, kutupa mkono katika ngumi, wanatupa kidogo kidogo. Hicho tunalizika, lakini bado hatujapata ile nguvu kwamba bwana jamani tunafanya kitu fulani. Yaani sisi shida yetu ni moja, hatuna mtaji wa kufanya ngumi. Tumesapotiwa lingi na wadau. Kutoa mabondia Dar es Salaam, kutoa mabondia Mbeya, kutoa mabondia Kigoma, kutoa bondia wapi ni shida, kwa sababu mimi nikiandaa mechi naandaa mabondia wasiopungua 10 kutoka mkoani. Niwalipe, niwalaze, niwalishe mpaka waondoke, nitengeneze rekodi zao. Kipato kinakuwa shida kwangu kwa sababu
niko na ndugu yangu Seif Kalulu, sina mtu mwingine ambaye anaweza kanishika mkono. Bondia wa zamani ndio Don Loa pokea mimi ngumi, bado ananilea, bado ashirikiana nao. Hapo kina Nyembela nashirikiana nao, lakini nguvu inakuwa ndogo kwa sababu Dodoma hakuna uongozi. Uongozi wa ngumi naweza kusema mimi ndio nimejikita kwamba ni kiongozi wa ngumi. Kiongozi mwenyewe, bondia mwenyewe, promoter mwenyewe, napigana mwenyewe. So hiyo inanipa shida sana kuisogeza ngumi hatua ya mbele. Unaponisikia mdau wa ngumi yoyote, namba yangu ni 0612 95 33 20. Nahitaji tufanye kazi muda wote, saa yoyote. Mtazamaji, Waswahili husema muda ni ukuta na ukishindana nao utaumia. Na hapa ndipo ninapokwenda kutia nanga katika masimulizi haya mafupi yaliyoangazia kwa namna gani mchezo wa ndundi, masumbwe ama ngumi unaweza kuwa chanzo cha ajira kwa vijana na kuwainua kiuchumi. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika maandalizi ya masimulizi haya, hii ni sauti yake Robin Mayunga. Hey, ni sauti yake Robin Mayunga.